Na wasalimu tena kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi ya kuwemo nyumbani mwake tena. Na Mungu akubariki wewe ambaye umepata nafasi ya kuwepo siku zote za mkutano. Kwa sababu kama tulivyosema, haya mambo yanahitaji bidii sana. Na shetani anahitajika apigwe mara kwa mara na mara kwa mara na tena na tena na tena. Kwa sasa ukiwa umefanikiwa kuwepo siku zote, maana yake ni kwamba wewe, kwa sababu unajua mtu wa Mungu ni kama chuma. Sema chuma. Au tuseme chombo cha bati. Tuseme sahani ya bati kwa mfano. Sahani ya bati ikikaa karibu na moto inakuwa ya moto. Ukiiweka kwenye moto, kwa mfano ukiiweka kabisa kwenye mkaa, mfano jiko la mkaa, huwa inaungua hadi inakuwa nyekundu. Hapo nzi akatishi hata nzi wa namna gani. Si ndio? Tuko pamoja? Lakini ukiitoa nje, itachukua muda fulani ikiwa na moto. Wakati huo, kwa huo muda, nzi wakikatisha pia wataungua. Na wataogopa wala hawatakatisha. Ukiisogeza mbali, inazidi kupoteza moto, sio? Ukiiweka kwa kadiri unavyozidi kuiweka mbali na moto, inazidi kuwa baridi. Siku nyingine unakuta imekuwa baridi kabisa. Au siku nyingine hata haipo maeneo ya moto, iko kwenye barafu. Nani ananielewa ninachotaka kusema? Ni sawa na mtu wa Mungu anapokuwa katika uwepo wa Mungu, anakuwa wa moto sana. Inzi wa kiroho hawawezi kupita juu yake. Lakini kwa kadiri unavyozidi kusogea mbali, ndio unazidi kupoa. Na ndivyo unavyozidi kutengeneza mazingira ya inzi kutua kwako. Na inzi wakitua kwako wanakuchafua. Ndio unakuta mtu alikuwa ana kibali sana, lakini ghafla watu hawampendi tena. Ni kwamba yani ameshakuwa wa kawaida tu. Ameshakuwa wa kawaida tu. Kwa hiyo kama ulifanikiwa kushiriki siku zote, nakupa pongezi. Bwana asifiwe sana. Nakupongeza sana. Yaani wewe utajiona wa kawaida, lakini kiuhalisia wewe si wa kawaida. Amen. Na utajua wewe si wa kawaida utakapoanza kuona mambo yanatokea mwaka mpya. Amen. Utakaporudi kwenye kazi zako za kawaida, utakaporudi ofisini kwako, utashangaa unakuwa na mambo yanakushangaza yanayotokea. Mambo yanazaliwa yanayotokea. Mimi maombi nayafananisha na mvua. Maombi nayafananisha na mvua. Mvua ikinyesha kwenye ardhi, kuna vitu vinaota ambavyo hata mkulima hakuviotesha. Na maombi yakianguka kwenye maisha ya mtu, kuna vitu yanatengeneza hata ambavyo hukuviomba. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa vitu vinazaliwa ambavyo hata hukuvitaja kwenye maombi. Ni kwa sababu mvua imenini? Mvua imenyesha. Sikiliza, utaona vitu ambavyo hata hukuwahi kuviomba. Ni sawa na mashamba tu. Mvua inaponyesha yanaota mamichicha ambayo hata mtu hakutupa mbegu. Kuna vitu vitaota kwenye maisha yako hata hujaviomba. Maana mvua ya maombi imenyesha. Na mtaa huu kuna vitu vitaota ambavyo hata hatujaviomba pastor. Kwa sababu mvua imenyesha. Mvua imenyesha, mvua ya baraka. Haleluya.
Yaani ardhi hii ardhi ambayo mvua imenyesha, hii itabeba vitu vingi sana. Na wabaya wataondoka. Wabaya wengine watakufa. Kweli nakwambia. Wabaya wengine watakufa. Na hawaamini. Ila Mungu ni mkali saa nyingine. Mungu ni mkali mara nyingine. Si unaelewa Mungu ni mkali sana mara nyingine. Mungu ni mkali sana. Kwa utakuta ardhi yetu imebeba vitu vya maana, alafu pia ni watema wabaya wa nchi. Kuna watu wanaitwa wabaya wa nchi. Tumesoma kwenye Biblia, kuna wabaya wa nchi. Itawatema, lakini hivi itaota vitu vya maana sana katika nchi yetu. Haleluya. Na katika nyumba yako. Kwa sababu mvua imenyesha. Kwa hiyo wewe usiogope. Leo tujifunze neno moja kidogo, Zaburi ya 126. Zaburi ya 126 mstari wa 5 na wa 6 anasema, Zaburi 126 mstari wa 5 na wa 6. Zaburi 126 mstari wa 5 na wa 6. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha aichukuapo miganda yake. Narudia tena, Zaburi 126 mstari wa 5 na wa 6. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha aichukuapo miganda yake. Zaburi 126 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za furaha. Hata Biblia inaelewa kwamba kupanda sio jambo la furaha, lakini inaelewa kwamba matokeo ya hilo jambo ambalo sio la furaha ni furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nashauri, na ninamaanisha sana ninaposema nashauri, kwa sababu ni hiari kukubali au kutokukubali. Nashauri panda. Hata kama unapokuwa unapanda au furahi sana, lakini panda, kwa sababu unatengeneza furaha ya baadaye kidogo sana. Hata kama unalia wakati unapanda, na siku zote kupanda huwa si furaha popote pale. Kuna watu watakuwa wakuelewa, kuna watu watakuwa wanakuelewa. Kwa utajikuta machozi yako ya kupanda yanatokana na vitu mbalimbali. Lakini wewe, kwa sababu mkulima, ukileta mtu wa mjini shambani, unaleta shida tu. Si ndio? Ukileta mtu wa mjini shambani unaleta shida. Sababu mtu wa mjini anajua kula tu, wala hajui vinapandwaje. Mchele hajui hata unalimwaje. Na hata ukimleta mtu hapa ambaye si wa rohoni, ni shida. Atakuwa anauliza tu, hizi karanga mnaniambia tunafukia humu, badala tule karanga. Si ndio? Nakuja mnaulizana, jamani tule karanga, mnafukia za nini? Lakini mkulima anajua maana ya kufukia mbegu ya karanga kwenye udongo. Anaelewa. Lakini asiye mkulima, akikuona unafukia karanga au mchele ardhini, mnaanza kuhojiana, kwa nini tunafukia mchele badala tule? Hajui. Tumara kabla hatujaomba, tunazungumza maneno kama haya kwanza, ili ugeuke mkulima.
Usigeuke mtu wa mjini ambaye anakuja kukataza watu ukifikia karanga kwa kumaanisha kwamba tunazika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nani ananielewa? Ni hivi, wakati unatoa machozi ya kupanda usishangae. Saa nyingine kuacha kulala unapanda. Si ndio? Mimi nina usingizi sana kwa kweli. Nina usingizi sana. Maana tunalala saa ngapi usiku wa manane? Nina usingizi sana. Yaani kwa mfano vile tu sitaki kusema lakini nasubiri na jamani na hesabu zimebaki ngapi siku. Ile siku nitalala. Ndio ninapotarajia. Lakini bahati mbaya sana siku ile ya kulala usingizi unaishaga saa 10. Saa 10 umeshaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapanda, tunaacha kulala, tunakuja kupanda kwa machozi. Hatufurahi kwa kweli. Ndio maana wenzetu watuko nao hapa, wenyewe wanaona huu haiwezekani tukafukia karanga chini. Si umeelewa maana yake? Kwamba yani mimi siwezi nikaenda kukaa pale, maana kwanza haoni anachopata. Kwa sasa kwa nini nipoteze usingizi wangu mahali sioni kitu ninachopata? Sasa wengine ni hivyo, wengine wana sababu za msingi. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Hakuna sababu ambayo inafanya mtu avune pasipo kupanda. Narudia tena. Hakuna sababu inaweza kufanya mtu avune asipopanda. Ulikuwa na msiba lakini ukupanda na hautavuna. Ulilazwa lakini ukupanda hautavuna. Vinginevyo uombe mtu akupandie. Na bahati mbaya ukiomba mtu akupandie hata panda kwa ubora kama ungepanda wewe. Si ndio mama? Serious. Anaweza akapanda mashimo 25 tu akaja akwambia nimemaliza. Lakini ukienda wewe kwanza una mpango, kuna mavuno unayatarajia na ubora wake unaujua. Kwa hiyo unaenda unapanda kitu bora kabisa. Ukimtuma mtu anakupandia vibaya. Kwa hiyo hakuna sababu inayofanya mtu avune. Ulikuwa umelaza shamba haliwezi likaota bila kuoteshwa, hata kama mhusika alikuwa amelazwa. Sasa kulazwa mimi ni juu ya uwezo wangu. Ila kinachosemwa hapa ni kupanda ili tuvune. Na nimeona tunapanda na kuvuna. Mwaka huu ujao natazamia mavuno mengi sana kwa watu. Sana, kwa sababu kiukweli nasiamini kama Mungu amenidanganya. Naamini mwaka ujao watu wengi sana waliopanda kwa uaminifu kabisa, walioshiriki kwa uaminifu kabisa, lazima shuhuda nyingi sana zitokee kwenye maisha yao. Kabisa. Kwa hiyo jiandae kupokea mavuno. Haleluya. Anasema mstari wa 6, anasema ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika, sikia, hakika, na mimi nasema hakika. Haleluya. Hakika niko tayari kuwajibika kwa hilo neno. Hakika niko tayari kuwajibika kwa hilo neno. Atarudi kwa kelele za furaha
aichukuapo miganda yake. Umekutana na nini chochote kile kwenye mkutano huu, lakini hakika utachukua miganda yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika utachukua miganda yako. Watu wataona, ndugu zako wataona, wale waliokuvunja moyo wataona, wale waliodharau wataona, wale waliokuwa na kutazama unapanda na kushuka bondeni, unapanda na kushuka, sema wajinga wamekosa kazi. Tuna kazi za kufanya, ila tumeamua kumtafuta nani? Bwana. Hakuna mtu amekosa kazi hapa, hakuna. Alafu kuna saa utafika, utajua kumbe maisha si magumu, ambapo sasa hivi huwezi ukaamini. Lakini subiri uvune miganda yako, subiri uvune. Mungu anakubadilisha ulimwengu, unaingia kwenye ulimwengu mwingine, ulimwengu ambao unaona vitu vinaenda kirahisi tu. Hiyo nyumba uliofikisha hapo kwa jasho jingi, utaimalizia kirahisi sana sana, mpaka utashangaa. Nilikuwa napewa ushuhuda baba. Kuna mama mmoja alikuwa amelala kitandani muda mrefu, hata hawezi kuamka. Zile spika zetu zikaenda nyumbani kwake, zimeenda nyumbani kwake, akapona kupitia spika tu. Anatutafuta aje atuambie. Mwingine anasema wako wapi wale watu waliponiwekea mkono tu nililala usingizi. Sijawahi kulala usingizi mzuri. Wengine wamejenga nyumba zilikuwa zimekwama. Wala usifikiri hizi ni kazi za hasara. Hizi ni kazi za faida. Amen. Faida. Maana yenyewe inaponya nchi, inaponya na watu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ubarikiwe mpaka uchanganyikiwe. Useme ni nini kinatokea kwenye maisha yangu? Unauliza vizuri. Ninaota au ndio mimi? Unasema niko ndio mimi, si kwamba naota, ndio mimi mwenyewe. Yaani kuona vitu vinatokea unahisi kama unaota ndoto. Si ndio? Yes. Mungu ndiye anafanyaga namna hiyo. Haleluya. Vitatokea kwenye familia yako ambayo hata wewe ulikuwa ufikiri. Si ndio? Tamaliza nyumba yako, itaisha. Na mama utamaliza, itaisha. Si unajua nikisema pia ni Bwana amesema. Hiyo ngoma imeisha, hiyo imeshaisha hiyo. Haleluya. 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 Sema Bwana Yesu, ninapanda kwa machozi, naomba nivune kwa kelele za furaha kwa jina la Yesu. Maisha ya mwaka huu yasiwe ya mwakani kwa jina la Yesu. Vilio nilivyolia mwaka huu unaoishia vikome kwa jina la Yesu. Bwana, giza nililokuwa nalo mwaka huu likome, mwakani iwe nuru kwa jina la Yesu. Tetee kwa jina la Yesu. Tetee kwa jina la Yesu. Kuna mtu ulimpa fedha yako aidha kwa kumsaidia, lakini akaenda akaipeleka kwa waganga wa kienyeji, alafu akakuunganisha naye. Kwa mapato yako yanakuwa hayaonekani yalipo. Kazi tunayofanya ni moja, unajitenganisha na ile fedha. Tuko pamoja? Jitenganisha na ile fedha.
roho ya chuma ulete inakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema uganga wa chuma ulete haribika kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Kwa waganga wale natuma moto kwa jina la Yesu. Lazima ufanikiwe. Wamegeuza mkono wa fedha yako inaenda sehemu nyingine kwa jina la Yesu. Ibu vikali wapatie majibu makali kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu fedha yako achia moto kwa jina la Yesu. Inawezekana wewe mfanya biashara ulirudisha cheki wakaichukua wakaenda wakaifunga mahali, wakasema iwe ni mwisho wa biashara yako, wakasema uanze kudorora. Sasa tunalipua kama imewekwa kwenye chupa au imewekwa kwenye mfundo la nguo au imewekwa chini ya ardhi, tunalipua kwa jina la Yesu. Sema fedha yangu aliyekushika na haribu nguvu yake kwa jina la Yesu. Mapepo yaliyoshikilia bahati yangu ya fedha, moto achia. Wakaenda kuifanyia madawa, haribu madawa kwa jina la Yesu. Acha kinabatoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mapepo yaliyoshikilia fedha yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mapepo achua ulete moto kwa jina la Yesu. Gereza nililofungwa na ulimwengu wa roho natoka kwa jina la Yesu. Gereza la kiuchumi natoka kwa jina la Yesu. Natoka kwa jina la Yesu. Milango ya gereza bomoka. Milango ya gereza bomoka. Waliopewa picha yangu ili waniharibie maisha yangu, natuma moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Tuma moto. Walichukua picha yako kwa jina la Yesu. Picha yako imechukuliwa, tuma moto kwa jina la Yesu. Walichukua picha yako wakaenda kukufunga, tuma moto. Ndio maana wewe, ndio maana wengine wanaendelea, wewe unabaki nyuma. Picha yako iko mahali kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Nisifike mbali kwa jina la Yesu. Na yaharibu kwa jina la Yesu. Sema mimi nitaenda mbali kwa jina la Yesu. Sema mimi nitaenda mbali kwa jina la Yesu. Sema mapepo yaliyoambiwa yanizuie isiende mbali, moto. Sema mapepo mliochafua jina langu na lisafisha kwa damu ya Yesu. Jina langu litakuwa safi kwa jina la Yesu. Walionichafua wachafuke wao kwa jina la Yesu. Sema jina langu na kusafisha kwa damu ya Yesu. Na kusafisha kwa damu ya Yesu. Uchafu kwenye jina langu toka. Warudie waliokutuma. Sema msiba ulioandaliwa juu ya nyumba yangu, juu yangu, toka. Warudie waliokutuma. Sema magonjwa yasiyopona yaliyotamkwa juu ya maisha yangu, yawe ya sukari au ya presha au ya kansa, toka. Unasema
Mimi sio wako. Toka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Warudie. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jamani, kumbukeni tunajibu vikali. Tunaelewana? Kumbukeni tunajibu vikali. Hata kama umetuletea kidogo, sisi tunajibu vikali. Sema magonjwa ya mifupa. Magonjwa ya mifupa. Sema mapepo na ukusudia inazo hospitali mwaka ujao. Sema nafuta kitanda changu, nafuta kitanda changu kwenye ombi za wagonjwa. Hospitali yoyote iliyoandaliwa kitanda, naondoa aliyetaka inazo hospitali na mlaza yeye kwenye hicho kitanda. Aliyeandalia kitanda hospitali kwa namna yoyote anazo yeye, mimi sitarazo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wameshaingia pigia Yesu makofi. Wameshaingia kwenye majeneza yao. Wameshaingia kwenye majeneza wanayoyaandaa kwa jina la Yesu. Sema kaburi uliyechimbwa kwa ajili yangu, aliyekuchimba aingie yeye. Kama taingiza maisha yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Salama ulio jina la Yesu. Salama. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na umaskini mwingine ni wa uzembe, lakini kuna umaskini ambao si wa uzembe. Huo ndio tunataka tushughulikie. Kari masia. Sema umaskini. Sema umaskini. Aliyekuleta kwako. Nataka umrudie sasa. Umrudie. Kwa jina la Yesu.